Unapopambana kuokoa mwili wako, hakikisha pia unapambana kuokoa nafsi yako, kwa sababu mwili wako hata ukiokoka leo bado utakufa tu, kwa sababu mwili huu hauna shukrani, kwa sababu mwili huu ni mavumbi na mavumbini utarudi, lakini nafsi yako inaishi milele. Kwa hiyo yenye thamani kubwa zaidi ni nafsi yako. Ni kweli kabisa kwamba ni jambo zuri sana la kupendeza, na Mungu anahitaji pia utunze mwili wako vizuri. Mungu anahitaji ujipende, uvae vizuri, uwe msafi. Anataka ule vizuri, ulale mahali pazuri, anataka upate vitu vizuri, lakini sio kuishia hapo tu. Zaidi kitu ambacho Mungu anakihitaji kutoka kwako ni usalama wako, usalama wa nafsi yako. Usalama wa nafsi yako unapatikana kwa kumwamini Yesu Kristo pekee, maana hakuna njia nyingine inayoweza kukupa uzima wa nafsi yako. Imeandikwa katika Yohana sura ya 14 mstari wa 6 kwamba Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima, na mtu haendi mbinguni au haurisi uzima wa milele, haendi kwa Baba asipopita kwa Yesu. Maana yake ni kwamba njia ambayo inaweza kuokoa nafsi yako ambayo inaishi milele ni Yesu Kristo pekee. Kwa hiyo unaona kwamba ukiwa mgonjwa huwa unatumia nguvu nyingi sana, hata kuuza mali zako kuhakikisha kwamba unapona. Ndio maana utaona kwamba hata kama mtu uwezo wake ni mdogo, atauza vitu alivyo navyo ili aende kwenye hospitali ambako ni kazuri, apate matibabu mazuri, aweze kupona. Lakini mtu ambaye uwezo wake ni mkubwa, yuko tayari kwenda hospitali yoyote ile kubwa duniani kwa gharama zozote zile aweze kupata matibabu ili aweze kupona. Sasa utaona kwamba anaupambania mwili ambao utakufa tu. Anapambania mwili huu usife, lakini huu mwili utakufa. Lakini unakuta sasa, kitu cha ajabu ni kwamba mara nyingi tunasahau nafsi zetu, tunasahau kwamba nafsi zetu zinaishi milele. Kumbe unapopambania mwili wako uweze kuongeza siku za kuishi, hakikisha pia unapambania na roho yako kwa kuisalimisha kwa Yesu. Maana Yesu pekee ndiye njia, kweli na uzima. Yesu pekee ndiye aliyekufa kwa ajili ya dhambi zako na anaweza kukuokoa wewe. Yesu Kristo pekee ndiye ambaye alikufa akafufuka, na yeye pekee ndiye ambaye anaweza kutufufua na sisi pia na kutupatia karama ya uzima wa milele. Ni Yesu Kristo pekee, hakuna kitu kingine wala hakuna mtu mwingine. Kwa hiyo hakikisha kwamba nafsi yako naisalimisha kwa Yesu Kristo, kwa kumwamini Yesu Kristo, kwa kumpokea Yesu Kristo. Nataka nikwambie ndugu yangu, maisha haya tunapita kwenye hii dunia. Hakuna ambaye ataishi milele kwenye hii dunia. Kama unajua kwamba hata ukipambana kiasi gani bado tu mwisho wako ni kifo, maana yake una wajibu wa kuhakikisha kwamba nafsi yako ambayo inaishi milele unaiweka kwenye mikono salama kwa kumwamini Yesu Kristo pekee. Kwa kumwamini Yesu Kristo pekee, maana yeye pekee ndiye ambaye anaweza kukuokoa, maana yeye pekee ndiye ambaye atakupa uzima wa milele. Maana wote wasiomwamini Yesu Kristo sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Kwa hiyo ndugu yangu, nipo hapa kukukumbusha kwamba unapopambana kuhakikisha kwamba mahitaji yote ya mwilini unayapata, basi pambana pia kuhakikisha kwamba nafsi yako inakuwa salama, kwa sababu mahitaji yote ya mwilini yanahitaji gharama. Ndio maana utahitaji fedha nyingi sana, kuvaa vizuri, kula vizuri, kulala pazuri, matibabu mazuri, elimu, kila kitu unachokihitaji kwenye huu mwili ni gharama. Lakini wokovu haulipii hata senti. Unachotakiwa tu ni kuamini kwa moyo wako kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako na Mungu alimfufua katika wafu. Halafu ukiri kwa kinywa chako ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapata wokovu. Kwa ni bure, hutoi hata senti, hutoi ng'ombe. Watu wanauza ng'ombe, wanauza mashamba, wanauza miji, wanauza biashara zao ili watibiwe, lakini wokovu wa nafsi yako ni bure kabisa kwa kumwamini Yesu Kristo pekee. Maana imeandikwa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Maana yake ni kwamba ili usihukumiwe mauti ya pili ambayo ni katika ziwa la moto na kiberiti, jehanamu ya milele, imekupasa muamini Yesu. Kwa kumwamini Yesu uweze kupokea karama ya uzima wa milele. Kwa kumwamini tu. Kwa hiyo ni kitu cha bure. Kwa hiyo sasa unapopambania kutumia fedha, mali, nini, basi fanya na kitu cha bure ambacho hakihitaji gharama yoyote ile, ili nafsi yako iwe salama, kwa sababu mwili wako utakufa tu, mwili wako ni mavumbi tu, lakini nafsi yako ndugu yangu inadumu milele. Inadumu milele. Kwa hiyo kumbe, kama nafsi yako inadumu milele, jinsi ambavyo mwili wako na thamini nafsi yako maradufu zaidi, kwa sababu huu mwili utaondoka, utabaki kwenye mavumbi, utarudi kwenye mavumbi, lakini nafsi yako
ndio ambayo itaishi milele. Okoa nafsi yako kwa kumwamini Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Na ikiwa mtu wa Mungu unasema kwamba mimi nataka nimkabidhi Yesu maisha yangu, naomba usome sala hili, ufuatishe sala hii pamoja na mimi. Sema: Bwana Yesu, nimejua kwamba ulikufa msalabani kwa ajili yangu. Ninatubu dhambi zangu. Ninaomba unisamehe, unitakase kwa damu yako. Bwana Yesu, ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Uandike jina langu kwenye kitabu chako cha uzima wa milele. Namkataa shetani na kazi zake zote, na kutaka Yesu na nguvu zako. Kuanzia sasa mimi ni wako na wewe Yesu ni wangu, katika jina la Yesu, amen. Mtu wa Mungu, kama umesoma sala hii pamoja na mimi, tayari umeokoka. Maana kuokoka hakuna kitu cha ajabu ambacho unatakiwa ukifanye, bali ni kuamini kwa moyo wako na kukiri kwa kinywa chako. Kwa hiyo kwa sababu umeamini kwa moyo wako na kukiri kwa kinywa chako, wewe umeokoka. Na wajibu wako sasa kama mwamini, mtu ambaye umempokea Yesu Kristo, mfuasi wa Yesu Kristo, ni kuhakikisha kwamba unajifunza neno la Mungu, ni kuhakikisha kwamba unatafuta familia ambayo utashirikiana nayo, unatafuta kanisa au unatafuta dhehebu ambalo utalishwa chakula ambacho kitakusaidia uweze kukulia wokovu, kwa sababu huwezi ukaishia tu kuokoka na maisha yakaishia hapo. Hapana, ni lazima ukue, umfananie Kristo, umjue Yesu wako ambaye umemwamini. Hilo neno la Mungu litakaloingia ndani yako ndilo ambalo litakuimarisha na kumfanya Mungu akae na kudumu ndani yako na kukusaidia wewe kuishi maisha ya utakatifu na ushindi dhidi ya dhambi na kuwa tayari kwa ajili ya wakati ambao Bwana anakuja, kwa sababu Bwana atakuja kulichukua kanisa. Kwa hiyo kabla hajaja kulichukua kanisa lake kuna mahali linakuwa linalishwa, linaandaliwa kwa ajili ya kuchukuliwa wakati wowote ule. Kwa hiyo inabidi uwe sehemu ya watu ambao wanaandaliwa muda wote kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo muda wowote. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema. For more, wewe ambao umemwamini Yesu Kristo, unaweza ukanicheck inbox, ukanipigia kwa hiyo namba yangu iko hapo juu kwenye bio, na tuwasiliane vizuri kwa ukaribu zaidi. Ubarikiwe sana na kukaribisha, na Mungu akubariki sana.